nikija kama kiongozi na pia kwa mambo ya familia. Mimi naheshimu familia sana, na unajua mwaka uliopita tulianza kutafutana familia na tukasema tutafute makazins wetu, kwa sababu sisi ni watu moja, tunaongea lugha inaingiana, utamaduni wetu ni unafanana, mila zetu na desturi zinafanana. Kwa hivyo pale mimi natoka na watu ya magharibi, sisi ni cousins, na kwa hivyo pia nimepata nafasi kuja kutembelea familia cousins zetu, kuzungumza na kukubaliana mambo ya mbele, kwa sababu lazima tuangaliane, lazima tusaidiane, lazima yale mimi najua nieleze cousins wangu, yale pia wanajua wanieleze, ndio pia tuendelee kutafuta uhusiano mzuri kama cousins na watu ambaye mila na desturi zetu zinafanana. Kwa hivyo mimi nashukuru sana kwa hizo siku 3, na hata isipokuwa kazi imekuwa mingi tukekaa hatukuweza kufika Busia. Tunataka kuomba msamaha kwa watu ya Busia, walikuwa wanatungojea, hatukuweza kufika. Hata hapa Trans Nzoia kuna sehemu nyingi sana wangetaka tufike, na tumekubaliana viongozi George Natembeya na Eugene Wamalwa ya kwamba tutatafuta siku 2 tuende kaunti ya Busia, tafuta siku 1 tukuje hapa Trans Nzoia, ndio tuweze kuzungumza na watu wetu na kunena na kukubaliana mambo ya hapo mbele. Labda neno moja ambalo umejifunza la Kiluya. Mimi ni mtu hapa, unajua zamani nikiwa kijana mdogo niliweza kukaa pale kwa Banyala, pale naitwa Navaholo. Nilikuwa afisa tawala ndio zamani mwaka wa 1997 nilikuwa ndio hapo pale naitwa Navaholo, na kwa hivyo mimi naelewa lugha vizuri, kwa salamu niko sawa, hata kusikia nasikia, kwa sababu vile nimekuambia sisi ni cousins, lugha yetu inapitana tu kidogo, lakini watu wakiongea Kiluya mimi naelewa, na kwa hivyo nimeshukuru sana kuja hapa na kukaa na watu wetu. Labda pengine umekuwa kwa ziara siku 3 pamoja na vigogo wenzako. Kando na ujumbe wa siasa ambao umekuwa, kuna mambo mengine ambayo ulikuwa unatembea jamii ya magharibi? Mimi nimefika hapa kuambia watu wetu wa mkoa wa Magharibi ya kwamba ni muhimu wajitafutie heshima kama jamii, kwa sababu hii ni jamii ya kuheshimika sana, ni jamii ambayo iko na bidii sana, ni jamii ambayo iko na watu wamesoma sana, ni jamii ambaye inaheshimika sana katika Jamhuri ya Kenya. Na ni ombi langu viongozi wa jamii hii ya Mlembe watafutie hii jamii heshima, kwa sababu hatutaki madharau kwa jamii. Tungependa kila jamii ipewe heshima yake na ipatiwe nafasi ya kuwa katika uongozi wa Jamhuri ya Kenya, kisiasa, kiuchumi, kiutamaduni, kwa kila sekta. Tungetaka hii jamii ipewe nafasi ya kuwa kipaumbele. Mheshimiwa Rigathi Gachagua, karibu tena kwa maadhimisho ambayo tunaendelea nayo sasa hivi. Ningependa kujua tu ama wakazi wa Western Kenya ungependa kujua unalipi ama chama cha DCP kwa wakulima wa Western Region, sababu Western Region tunategemea sana ukulima wa miwa. Ukiangalia kwamba viwanda vyetu Mumias Sugar, Chemelil, ukiangalia Nzoia, they are not doing well. What plans do you have to make sure kwamba they are doing well Mungu akipeleka mtu kuongoza? Ya kwanza mimi nashukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu amekuwa mkarimu sana kwa jamii ya Magharibi, kwa sababu iko mvua ya kutosha na iko rutuba nzuri. Na ni aibu kubwa ya kwamba umaskini umeenea sana katika sehemu hii, sehemu ambayo iko na rutuba nzuri na iko na mvua karibu mwaka nzima. Lakini hii ukulima wa miwa umefanya wakulima wa Magharibi kuwa watumwa, na unapata wakulima pale katika sugar belt ya Mumias, ya Nzoia, pale West Kenya, pale Kabras, wako na maekali mengi sana ya miwa, lakini umaskini uko juu sana, kwa sababu zile mafaktoria
imefinyilia wakulima kwa miaka mingi sana, na ndio nilikuwa naambia watu ya hapa ya kwamba mimi nilikuweko Musalia Mudavadi na Moses Wetangula wakiweka mkataba na Rais William Ruto kabla ya uchaguzi. Ilikuwa tariki 15 mwezi wa 4 mwaka wa 22, na hao viongozi wawili walisikizana na William Ruto, na iko kwa mkataba niko nayo hapa ya kwamba akipata nafasi ya uongozi baada ya kupewa support na watu ya magharibi, atarekebisha upya factory ya Mumias na ile ya Nzoia, kununuliwa mashini mpya ya diffuser na zile zingine za kisasa, madeni yote ya wakulima ilipwe, madeni ya wafanyakazi ilipwe, na wakulima waweze kupata haki yao na wakule jasho yao. Na ni aibu kubwa sana ya kwamba hiyo haikuwezekana, hiyo mkataba ukutimizwa, na badala yake hizo kampuni ziliuzwa Wahindi, na hii Wahindi sio wenye kununua. Hawa ni wale wanaitwa proxy. Wenye kununua ni watu wakuu sana ndani ya serikali. Wafanyikazi wa Nzoia na Mumias wangali wanahangaika, wakulima wangali wanahangaika. Wiki 2 iliyopita bei ya miwa ilishuka kutoka 6,500 kwa tani mpaka 5,500. Katika finance bill imekuja, kuna mabadiliko imefanywa juu ya transport ya miwa ambayo itafanya transport iende juu, na hiyo gharama itasukumiwa mkulima. Mimi nikipata nafasi ya uongozi katika Jamhuri ya Kenya, jambo la kwanza ni hizo factory mbili ya Mumias Sugar na Nzoia ambayo imepatiwa watu binafsi. Serikali yangu itaelegesha kwa wakulima, hasa ukijua iko nuclear estate kubwa sana pale Mumias na pale Nzoia. Hiyo ni mali ya watu wa Bungoma na watu ya Kakamega, na ukiangalia ile bei, hiyo shamba imekodishwa kwa miaka 30. Hiyo ni unyang'anyifu, ni kuibia wakulima mchana, kwa sababu ile bei imewekwa ya kukodisha hayo mashamba kwa miaka 30 iko chini sana. Kwa hivyo niseme kitu ya kwanza ni kuregesha hizo factory mbili kwa wakulima wa Mumias na wale wa Nzoia. Number 2 ni kujaribu kuongea na wakulima pia wafanye kitu naitwa diversification. Wasilime miwa peke yake. Mimi najua wanalima mahindi kwa sababu ya kutumia kama vyakula na maharagwe, lakini tungependa kuwahimiza na kuwaletea seedlings ya avocado, ya macadamia, ndio pia juu ya miwa wakuwe na crops zingine ambazo zinaendelea at the same time. Unajua miwa inakaa sana, utakuta ile miwa saa ingine imechelewa, ile plant ya kwanza saa ingine inachukua 24 months na mkulima anangoja. Ratoon 1 inachukua karibu mwezi 18, Ratoon 2 inachukua karibu mwezi 14, mwezi 12. Hiyo ni muda mrefu sana mkulima akiwa amengoja, na anakula, ako na watoto na wasomesha, ako na mahitaji ya kila siku. Kwa hivyo juu na hii ukulima wa miwa, lazima kuwe na mpango ya na uwezi tofautisha nani gun na nani polisi. Guns wanatembea na magari ya polisi ile Land Cruiser, saa ingine wanapatiwa mpaka tiangas na polisi. Saa ingine tumeona wakisindikishwa na polisi kupora mali ya wananchi. Jana tukiwa pahali naitwa Harambe huko Matungu, Governor wa kaunti ya Kakamega alipanga vijana guns kuchafua amani, kuumiza akina mama, kupiga watoto, kupiga vijana, na wakaumiza wamama sana pale. Na polisi wako tu na wanajua na wamenyamaza, kwa sababu huyu gavana ako pande ya William Ruto na amepewa nafasi afanye vile anataka katika kaunti ya Kakamega,
ikiwemo kuleta wahuni, kuchafua amani na kutoa fujo. Tumekuwa na visa mingi sana. Jana katika kanisa ya All Saints Cathedral pale jijini Nairobi, wahuni walivamia kanisa hilo na kuchafua amani, kupora mali, kuumiza washikadau walikuwa pale wakiongea mambo ya bajeti. Nimeona waziri akisema watakamatwa, na yeye ndiye mwenye kupanga. Ni kuhadaa wa Kenya. Tangu Kipchumba Murkomen akuwe waziri wa usalama, ndio wahuni wamekuwa ndio wanatawala Kenya. Hata rais mwenyewe akitembea Nairobi anatembea na wahuni, wanapora watu wakiwa naangalia. Wahuni wameweza kuvamia makanisa ya PCA, wamevamia kanisa ya ACK huko Othaya, wamevamia mikutano, wamevuruga amani. Wakamatwi kwa sababu wanafanya kazi na polisi. Mimi niseme hili ni jambo la kuhuzunisha sana. Mwaka uliopita tulikuja pale Chwele na wahuni wakapangwa na Speaker wa National Assembly, wakapiga magari yetu wakisimamiwa na polisi. Hata polisi walikuwa wanawasaidia, wanawapatia cover, ndio wakipambana na hawa na wale wako pande yetu, polisi wanawasaidia. Mimi niseme hili ni jambo la kukera sana, na ni jambo ambaye inaweza kuleta furugu katika Jamhuri ya Kenya tukielekea uchaguzi, kwa sababu itafika pahali wa Kenya wakataa hiyo maneno na wachukue sheria mikononi mwao, na wakifanya namna hiyo kutakuwa na anarchy. Kwa hivyo niseme hiyo maneno ya goons ni jambo la aibu sana, na tunaanza kufikiria. Unajua, mwaka uliopita 2 years William Ruto alipitisha maafisa wa polisi waende huko Haiti kwenda kusaidia watu ya Haiti kupambana na majangili na wahuni ambayo wametatiza amani katika nchi hiyo. Lakini inaonekana hawaku wameenda kusaidia watu ya Haiti, wanaonekana walienda ile kitu inaitwa benchmarking, ndio waelewe jinsi ya kufanya kazi na goons. Kwa sababu tangu officers yetu ya polisi waende Haiti, ndio goonism imeongezeka Kenya, na ndio polisi wamekuwa na ushirikiano mkali sana na wakaribu sana na wahuni kuangaisha wa Kenya. Kwa hivyo niseme ni jambo la kuhuzunisha sana, na ni jambo ambaye haifai katika karne hii ya 21. Labda pengine kabla sijakuchishia na tumeona jana kulikuwa na mkutano Burudia tena hizo na ule mkutano ambao ulikuwa mfanye mjini Kakamega. Ndio. Kuweza kufanya jana. Ndio. Labda pengine kitu kipi ambacho kilifanya hamkuweza kuwa na ule mkutano? No, unajua tulikuja siku ya Ijumaa tukafanya mkutano pale Luanda ambaye ulifana sana. Tukatoka hapo tukaenda pale Kisa East, pahali ambako chama changu cha DCP ilishinda uchaguzi mdogo, na Mheshimiwa Duda akakuwa MCA wa kwanza wa DCP katika kaunti ya Kakamega. Tukafanya mkutano hapo, ndio tukatoka hapo tukaenda Malava tukafanya mkutano, na tukafanya mikutano ingine 2 tukimaliza usiku sana. Tulikuwa tumepanga mkutano kubwa sana katika mji wa Kakamega ambaye ndio headquarter ya Western Region. Mkutano mkubwa sana ulipangwa hapo na Deputy Party Leader wetu Kilio Malala kwa niaba ya United Opposition. Na inaonekana Rais William Ruto alipofika kutoka ngambo ambaye alikuwa ameenda kwa siku kadhaa, alielezwa ya kwamba tumeingia magharibi na kimeumana kwa sababu mkutano yetu imejaa na ni one term kila pahali. Kufikiria kwangu aliamua kusabaratisha mkutano wetu, mwenyewe akaamua kuja Kakamega na akakuwa na sherehe hapo katika Masinde Muliro University, na ndio maafisa wa polisi wakaamua hatuwezi fanya mkutano wetu rais akiwa town, kwa sababu hawataki kulinganisha mkutano yake na yetu. Mkutano ya rais siku hizi kila pahali katika Jamhuri ya Kenya watu wanaletwa na mabasi, alafu wanapewa kila mtu shilingi 1,000. Rais William Ruto hawezi kuzungumzia watu bila kulipwa. Wakenya wamemwacha.
wakitaka kuwazungumzia lazima awalipe. Mikutano ya rais siku hizi imejaa mabasi ile ya shule ile ya rangi kama ile ya UDA, ile ya majano. Na aliona mkutano yetu ni ile inaitwa organic, sisi hatulipi mtu yeyote. Nikafikiria kwangu rais hataki hiyo mikutano ilinganishwe, kwa sababu angeaibika. Kwa sababu yetu kuna mtu analipwa, watu wanajaza hapo wanajaa maelfu wakisema one time aende nyumbani. Nafikiri washauri yake wakaona ataaibika, na ndio usiku wa manane tukapata ripoti kama tunapumzika kwa hoteli ya kwamba maofisa ya General Service Unit na wale ya Triot wameletwa kutoka Nandi, wameletwa kutoka Kisumu, wameletwa kutoka Busia, wameletwa from Rift Valley na the whole of Western, na zaidi ya maofisa 3,000 wamemwagwa town wakiwa tayari na bunduki na tear gas na vifaa ya vita. Na ndio sisi kwa sababu ni viongozi ambaye tuko responsible, tukaona hatutaki kuumiza wafuasi wetu. Tunge insist mkutano ingeendelea, lakini kungekuwa na vita dhidi ya wafuasi wetu na polisi wale ambao waliletwa. Kwa hivyo rais alikuja kusabaratisha mkutano wetu na baadaye asubuhi akaondoka. Kwa hivyo hakuwa na kazi yote alikuwa amekuja kufanya hapa Kakamega, alikuwa anataka tu kusabaratisha mkutano wetu. Lakini la kukasirisha sana ni kwamba polisi pia walipiga watoto. Iko watoto walikuwa natoka music festival. Nafikiri rais na watu yake wakafikiria ni sisi tunakuja na wafuasi ndani ya Kakamega town. Nafikiri hata hao polisi watumia akili, kwa sababu sisi hatuwezi kodishwa basi za shule. Hii ni basi ya rangi ya yellow, ni basi ya shule. Sisi hatuwezi pewa nafasi ya kukomboa hiyo magari. Number 2, hao maofisa wanajua sisi hatusafirishi watu na mabasi. Watu wetu wanakuja mkutano mkuu kwa sababu ni kujitolea, kwa sababu ya mapenzi na kuamini yale ambayo sisi tunaongea juu yake. Kwa hivyo hao watoto wa shule walipigwa sana na tear gas. Uliona kwa runinga vile wanalia. Ni mambo ya aibu sana ya kwamba polisi wetu wale wanatakiwa kuweka amani, wale ambao wanatakiwa kuhakikishia Wakenya usalama wao, ndio wanapiga watoto wa shule ambao hawana hatia. Hao watoto hawajui hata hii siasa ya one term na two term nini inaendelea. Hawashughuliki, wanataka kusoma, wanataka kupanga maisha yao hapo mbele. Kwa hivyo tungetaka kuambia watu ya Kakamega wasikufe roho. Vile rais ataenda ng'ambo, sasa tutatafuta programu yake ndio asitusumbue tena, kwa sababu inaonekana tukifika Kakamega atakuwa akija, tukisikia ameenda ng'ambo tukuja Kakamega ndio kabla arudi akule tumemaliza mkutano. Sababu inaonekana sasa yeye ndiye watu yake yote ya mkono wameshindwa kugangana na sisi. Rais mwenyewe sasa ndio anakuja kusabaratisha mkutano wetu. Lakini watu ya Kakamega walikasirika sana, walijua rais alitukataza tuongee na hawa, lakini wakasema hakuna kitu kimebadilika. Kesho pia ni siku na tutapata nafasi nyingine ya kuandaa mkutano mkubwa katika Kakamega town. Pia tunataka tufanye mkutano katika Bungoma town, na pia tunataka tufanye mkutano katika Busia town. Kuhusiana na ile swali unalozungumzia la Harambee vijana na mkono ambao walitekeleza hukumu moja, ni kinaya